Viongozi wa mataifa matatu ya Afrika Mashariki, Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kenya wako nchini Marekani. Sababu, kusainiwa mkataba wa amani kati ya DRC na Rwanda. Baada ya miongo kadhaa ya vita, nchi hizi mbili za Kiafrika zinaweza hatimaye kumaliza mapigano makali yaliyosababisha maelfu ya vifo na mamilioni kukimbia makazi yao. Mpango ni nini na kwa nini sasa? Mkataba huu unatarajiwa kuwa wa kudumu zaidi na unafuatia makubaliano ya awali yaliyoratibiwa na Marekani. Mnamo Juni mwaka huu, DRC na Rwanda walikubaliana kuwa wanajeshi lazima waondoke mashariki mwa DRC, makundi yote yenye silaha isiyo ya kiserikali yanyang'anywe silaha na utaratibu wa pamoja wa kuhakikisha kuwepo kwa usalama uandaliwe. Mpango huo pia una lengo la kuwa na mfumo wa ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda. Eneo hilo lina utajiri wa madini ikiwemo kobalti, dhahabu, lithium na kadhalika, ambayo kwa muda mrefu yamekuwa yakinyonywa katika biashara iliyogubikwa na ufisadi. Pia ulilenga kufungua njia za kisheria wazi za uchimbaji madini na uwekezaji na kukata ufadhili kwa wababe wa vita. Inatarajiwa kwa kiasi kikubwa vigezo vya mkataba huu mpya na pengine wa kudumu vitaimarisha makubaliano hayo ya awali. Mapema mwaka huu, vita mashariki mwa DRC viliongezeka sana. Kikundi cha waasi cha M23 kinachofadhiliwa na Rwanda kulingana na Umoja wa Mataifa na DRC kiliteka mji wa kimkakati kama Goma na Bukavu. Rwanda imekuwa ikikanusha madai hayo. Watu wengi walilazimika kuondoka katika makazi yao na raia walipitia mateso. Majaribio kadhaa ya awali ya mazungumzo yalishindikana, lakini mafanikio yalikuja mapema mwaka huu yakiratibiwa na Marekani na Qatar. Makubaliano hayo yalitiwa saini mwezi Juni na mawaziri wa mambo ya nje wa DRC na Rwanda. Basi je, kuna ushiriki wa nje na nini jukumu la Kenya? Ndiyo, utiaji saini sio kwa nchi mbili pekee. Wafadhili wa mpango huo ni pamoja na Marekani, Qatar na wadau wa kikanda. Rais wa Kenya William Ruto amealikwa kama mdhamini na atahudhuria sherehe hiyo pamoja na viongozi wengine wa kanda, kuashiria kuungwa mkono na kanda nzima. Mataifa ya Afrika Mashariki kama Kenya yanakuwa mdau muhimu kwa sababu ukosefu wa utulivu nchini DRC unaenea zaidi ya mipaka ya nchi hiyo, ikiwemo wakimbizi, vitisho vya usalama na kutatiza uchumi. Je, kuwepo wao unaongeza uhalali na shinikizo kutoka katika kanda?